nataka vyombo vya dola vielewe, vina jukumu la kuheshimu sheria, na sheria iko wazi kabisa. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa, kuna sheria yenyewe inasema, CPC inasema wazi kabisa kwamba amri ya zuio haina uhai zaidi ya miezi mingapi? 6. Sasa hiyo kwani tunaanza kubishana hapa, kuanza kutaka kutishiana? Hatuwezi tukatishika, ndugu zangu. Sisi swala ni kwamba hiki chama sio chama cha watu wale ambao wanaingia mtero, kwamba wakiambiwa mikia inafanya nini inaingia kwenye vitovu, kwenye matumbo. Hapana, si ndio? Sisi ni chama ambacho kinatakiwa kuwa madarakani, ni chama kikubwa cha siasa kushinda vyama vyote vile, ni chama ambacho kinataka kuhakikisha kama nchi hii inaongozwa kwa utawala nini? Kwa utawala wa sheria. Wenzetu wanataka kuenda kwa utawala wa nini? Wa mabavu na kauli za wabwatukaji. Sisi chama chetu hakibwatuki. Unasikia? Sisi ni chama cha watu ambao hawabwatuki, watu ambao wako makini, ambao wanataka kufanya nini? Kubadilisha. Unaweza kuangalia, wewe sikiliza viongozi wetu wakizungumza, wanabwatuka, wanaongea. Sasa kwa hiyo lazima uangalie tofauti hiyo, maana yake watu wamelelewa, wamefundwa, wana malezi mazuri ya wazazi wao. Wenzetu ambao wamebwatuka, tunaweza kujua wamelelewa namna gani. Unafahamu wabwatukaji unapatikana wapi? Sasa sisi chama hiki sio chama cha wabwatukaji, ni chama cha watu wenye akili njema kabisa, akili zao ni nzuri kabisa, wanafuata sheria za nchi hii, wanapenda utawala wa sheria. Ndio maana amri ilivyotoka, licha ya kwamba ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi, hiki chama kama mwanasheria mkuu nilisema tutatii amri ya mahakama. Ili walikuwa Tabora, walikuwa kote walikokuwa, nikasema zimama, amri ya mahakama imetoka, iheshimu ni amri ya mahakama, mrudi. Na tukaja tukaramika, tukasema kwa ile amri hata magari tokea tuiache barabarani. Lakini tukasema tukaje hapa, tumeieleza mahakama yote, na tukaambia mahakama hii kwamba vile vile mmetoa amri ambayo imekiuka uamuzi wa mahakama ya rufaa kwenye kesi ya Agustini Yatonga Mrema na wenzake wawili kwenye kesi ya TLP ya mwaka 99, ambayo mahakama ya rufaa vile vile ilisema uwezi ukatoa amri ya zuio kwa shughuli za kisiasa. Kwa hiyo yani hapa kumekuwa na pattern ya hiki chama kufanya nini? Kuonewa na kuteswa. Mwaka wa uchaguzi unazuia chama cha siasa kisifanye nini? Siasa. Wewe una nia njema na hicho chama? Je, hata ile kesi ambayo ni ya msingi inahusika vipi na watu wameshindwa wamezuiwa kufanya siasa? Lakini tunafahamu yalikuwa yanaendelea mwaka ule 2025. Shetani alikuwa kazini na amewatumia watu, wameweza kupata amri za ajabu, na mwisho wa siku mahafa na dhama ikaikumba nchi yetu, imechafuka, wameua watu, maelfu ya watu. Mwisho wa siku tutafuta mchawi kama ni Chadema. Chadema haikushiriki kwenye uchaguzi wa 2025. Watu wake walikaa majumbani, bahati mbaya wengine wakafanya nini? Walikuwa katika shughuli zao za kawaida, wakafanya nini? Wakauawa. Na watu ambao hawaheshimu hata ibara ya 14 ya katiba ya nchi ambayo inasema kila mtu ana nini? Ana haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka nini? Kwa jamii. Sasa sisi ni chama cha wapenda sheria, tunaheshimu sheria, utawala wa sheria. Sasa kwa sababu tunaheshimu sheria, tunasema ile amri imekwisha. Kama mna shida, mnataka tena amri nyingine, fungueni maombi tu mengine, mkaombe hiyo amri, tukutane mahakamani, tuwasilishe hoja na mwisho wa siku. Lakini vile vile ni vema hata wakubwa wa mahakama, muhimili wa mahakama wakaelewa, ni vema waangalie kesi hii, je, inavyokwenda ndivyo? Amri zote zilizotoka hizi na uvunjifu mkubwa wa sheria ambao tumefanyiwa kama chama, je, jaji mkuu unaona? Jaji mkuu unaona? Kwa sababu tumejitahidi, tumevumilia, tumeweza kuwazuia watu wetu, lakini tunasema kwamba madhari tunatakiwa tuheshimu katiba ya nchi yetu na sheria za nchi yetu. Na mahakama ya rufaa ina uwezo wa kupitia majarada kama haya na kuangalia kila kitu ambacho kilifanyika katika mahakama kwenye kesi za Chadema kama kilikuwa sahihi. Ni wakati mwafaka wa jaji mkuu kuyaitisha mafaili haya yote ambayo yanahusiana na kesi ya Chadema na kuita mahakama ya rufaa, ili mahakama ya rufaa iweze kuangalia uhalali na usheria wa hizo wale maamuzi yote ambayo yalifanyika, na mwisho wa siku mwongozo sahihi uweze kupatikana. Asanteni sana.